Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Naam, ndugu zangu, nikiamkia leo ikiwa ni tarehe 19 katika mwezi huu wa Safar mwaka 1448. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naendelea na chambuzi zangu, darasa zangu kuhusiana na ndoa za Kiislamu katika zama za mwisho. Kama ambavyo ilikuwa ada yangu kuzungumza nyanja tofauti tofauti, ikiwemo siasa za kimataifa, dalili kubwa 10 za kiyama na dalili kubwa 10 za kiyama zingine. Elimu ya zama za mwisho imekava sehemu nyingi, ikiwemo kwenye ndoa. Kama ambavyo ilikuwa ni vigumu sana kunielewa katika darasa zangu zingine ambazo nilikuwa nikizungumza kuhusiana na dalili za kiyama, vile vile ni vigumu sana kunielewa katika kuzungumza ndoa za Kiislamu katika zama za mwisho. Kama ambavyo ilikuwa ni mazoea ya wengi kwenye kuishi maisha yao, kiasi kwamba hata nilipoleta elimu ya zama za mwisho hatukuelewana, ni vile vile ni vigumu sana kunielewa kipindi hichi ambacho nazungumzia masuala ya ndoa. Kwa hivyo Allah atajalia wepesi, wale ambao wataelewa wataelewa. Lakini swala la ndoa nitalizungumza sana, kwa sababu ndoa ni jambo moja muhimu sana katika maisha ya mtu yote yule. Kama ndoa haiko katika usawa, hata wewe hauwezi kuwa sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mimi nimekuwa bora kwenu kwa sababu mimi ni mbora kwa familia yangu, ni mbora kwa wake zangu, ndio maana nimekuwa mbora kwenu. Ndoa ni ikulu. Endapo nyumbani hakuko sawa, hata nje hakuwezi kuwa sawa. Kwa ndoa ni ikulu, ndoa ni sehemu muhimu sana. Mwanamke ni moja kati ya viumbe bora na muhimu sana katika ujenzi wa familia, ujenzi wa nyumba hii, ujenzi wa jamii yetu ambayo tuko nayo. Mwanamke anapopitia madhara ama dhiki, hata kulea itashindikana. Madhara ya mwanamke kutokulea vizuri familia ni kuwa na jamii mbaya, kwa sababu mwanamke maneno yake yana athari kubwa sana kwa mtoto. Mwanamke ni moja kati ya vitu muhimu sana kwenye ujenzi wa familia. Lakini leo wanawake hao wanapitia madhara, wanapitia dhiki, wanapitia shida, wanapitia tabu ambazo sisi wanaume tunazisababisha kwao kwa ujinga wetu, kwa kutokuitafakari Qur'ani kwetu na kuishi kimazoea na kuendekeza matamanio yetu. Tunawapitishia madhara, jambo ambalo Qur'ani imekataza. Mtaniita majina mengi sana kipindi hichi, kwa kuwa tunazungumza ukweli. Na of course kwa kuwa si mara ya kwanza, sishangae juu ya hilo, kwa sababu nimeshazungumza mengi kuhusiana na matukio ya dunia hii katika zama za mwisho, na mkaniita ni kafiri, sio mwenzenu, Mkristo. So sishangai hayo majina ambayo mnaniita. Mtaniita zaidi ya hayo pia, sishangai, kwa sababu sijai kuona mtu amekuja kunijibu hoja yangu kwa mantiki. Sijai kumuona huyo mtu, sio shekhe, sio nani. Hakuna hoja ambayo imekuja kwangu ikiwa ina ugali, imeshiba. Hakuna, zaidi ya matusi na vijiteteo ambavyo havina maana. Hauruhusiwi. Uislamu umekuruhusu wewe mwanaume uoe mwanamke wa kwanza kile kipindi ambacho umefikia baleghe, ni kipindi ambacho unatambua haujajipata, lakini kidogo una uwezo wa kumhifadhi mwanamke, kwa maana kwamba ukampangia hata chumba mkaishi kwa muda, huku unapambana ili mboreshe maisha yenu. Haujakuzuia. Changamoto inakuja hapa, kitendo cha kuongeza mke wa pili. Hichi ndio changamoto, na mimi nitakisema mpaka siku ya kiyama. Bila ya kuwa na uwezo wa uhakika wa kiuchumi, hauwezi kuongeza mke. Qur'ani imekukataza, hauwezi kuongeza mke bila kuwa na uwezo wa kiuchumi. Hasa wanaume wengi leo uwezo wa kiuchumi haupo, wana force, matokeo yake wanatengeneza madhara. Nitakwambia kwenye Qur'ani kwa nini huna uwezo wa kuongeza mke. Ndani ya Qur'ani katika suratul Talaq, at-Talaq, Allah tabaraka wa taala anasema katika aya 6 pale,
Wahifadhini wanawake kwa kadri ya pato lenu, uwezo wenu wa kiuchumi. Hapo nazungumziwa uchumi. Wala wasipitikie madhara wala dhiki. Wasipitikie madhara wala dhiki. Sasa wanaume wengi kipindi hichi cha zama za mwisho, uwezo wa kiuchumi ni hafifu, haupo vizuri. Uwezo wa kuwahifadhi wale wanawake kimakazi, kwa sababu tunapozungumza wasipitie dhiki wala madhara, tunazungumzia sehemu mbili. Uwezo wa mwanaume ugawanyiki kwenye upande wa kumhifadhi mwanamke kimakazi ya kudumu, kwa maana ya kwamba umeoa mke wa kwanza, huna uwezo, inabidi utafute uwezo ili uweze kumwekea makazi ya kudumu kwa kumjengea nyumba. Lakini pia uwezo kiuchumi, una biashara ya uhakika. Kwa sababu leo tunazungumza hapa uko hai, kesho ukiondoka, huyu mwanamke hatopitia shida na familia yako, hatopitia dhiki. Umemwacha mwanamke kwenye nyumba ya kupanga, umeoa mke mwingine wa pili. Siku umeondoka hapa leo, familia yako huko nyuma itaishi katika mazingira gani? Ndio Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala amesema katika Surah An-Nisa aya nambari 34 kwamba wanamume ni viongozi, ni wasimamizi wa wanawake kwa sababu ya yale Mwenyezi Mungu aliyowafadhilisha baadhi yao kutokana na mali wanazozitoa. Uongozi wa mwanaume hauji tu kwamba eti amependelewa. Uongozi umekuja kwa sababu ya huduma ama uwezo wao wa kuhudumia familia zao wale wanawake. Hasa leo uwezo wa wanaume kuhudumia haupo, wanakimbilia kwa wake wengi bila kuwa na elimu ya zama za mwisho, kumjua Dajjal anafanyaje kazi. Matokeo yake wanadhulumu wanawake, wanawadhikisha wanawake, wanawadhuru wanawake. Wapo wanaume leo wamewashikilia wanawake ndani ya majumba kwa lazima. Anamwambia ukileta neno na kupiga talaka. Anakupiga talaka. Kwa lazima tu akae chini mwanamke atulie ili yeye aongeze mke apitie dhiki tu tabu basi. Wapo ambao pia wanazini ila wake zao wanawadhuru, wanawatisha. Kuna mmoja akatoa talaka 2, kaambia wewe ongea tena nikutie talaka ya 3. Kisa nini? Ana mchepuko nje. Yaani mchepuko anaupenda kuliko hata mke wake. Kiasi kwamba anawaambia wewe ukitia neno na kutia talaka ya 3. Wanaume leo tumekuwa tunajifanya sisi hatuna limitation kwa sababu si hakuna dola. Mwanamke huwa anakuwa chini ya mwanaume. Lakini mwanaume huwa anakuwa chini ya Mwenyezi Mungu. Huwa pana utawala kungekuwa na utawala Mwenyezi Mungu hapa, mwanamume angekuwa chini ya kuna afisa maalum huwa anawekwa kwenye utawala wa Kiislamu kuangalia mambo ya ndoa. Kwa hiyo mwanamume asipohudumia, akionea, anahojiwa, wewe kwa nini umedhulumu? Kwa nini hujatoa matumizi na kadhalika? Lakini leo hiyo haipo. Kwa hiyo sitoacha kuzungumza yale ambayo yanaendelea katika jamii zetu za leo. Leo ukiwachukua wanawake ukawapeleka pale ukawaambia njooni muelezee, wanawake wa Kiislamu, njooni muelezee kero za ndoa zenu. Mnapitia madhara gani katika ndoa zenu? Ukiwachukua wanawake ukawaambia njooni kwenye uwanja wa Mkapa pale Dar es Salaam, wanawake watajaa viwanja 100 na utasikiliza kesi usimalize. Wanapitia madhara mengi. Sehemu ya kusema hakuna, kwa sababu hata mashehe sisi katika zama hizi tunashiriki kwenye uovu huo. Sisi ndo tumekuwa viranja. Unashikwa na mshipa hapa. Bwana, mimi inabidi nikaoe. Unazuia kuoa. Riziki anatoa Allah bwana. Anatoa Allah. Nieleze wewe. Huna uchumi wa kueleweka. Huna makazi ya kueleweka. Wanawake 2, 3 mpaka 4. Utawahendo vipi usivunje ahadi ya Allah kwenye aya hii katika Surah At-Talaq aya nambari 6 kwamba usiwatie katika madhara wala katika dhiki. Utahendo vipi hilo? Huwezi, lazima utawatia katika dhiki. Lazima utawatia katika madhara. Kwa sababu mwanamume unapooa, jiandae kwamba mimi na familia leo. Kuna siku huenda pakatokea magonjwa hapa. Kuna siku pesa pakatokea ugonjwa unatokea hapa. Kuna wanawake leo wanaugua magonjwa. Ugonjwa huo unataka ada kidogo tu. Mwanamume angekuwa na uwezo wa kutoa, lakini sikashaongeza familia. So hawezi kuhandle gharama za hapa na pale. Mwisho siku mwanamke anapata madhara,
hana msaada, toko na mshipa tu. Lakini at end of the day, hiyo ndo changamoto ya ndoa za Kiislamu katika zama za mwisho. Qur'an imesisitiza uwezo kwanza wa pato ama uhakika wa kibiashara, ndio mtu aende akafanyaje, akaongeze familia. Na hata kwa maswahaba, hakuna swahaba aliyeoa wake wawili, watatu mpaka wanne hali hana uwezo wa kumuhifadhi kimakazi na uwezo wa kumhudumia kiuchumi. Hakuna uwezo swahaba. Wengi mnatoa kisa kwamba yule swahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda kwa Mtume kulalamika ufukara, kwamba na hali mbaya, ya Rasulullah, na hali mbaya. Mtume akaambia oa mke. Alipooa hali ikawa mbaya tena, akaenda kwa Mtume, oa mke, akaongeza wa pili. Tena alipoenda hali ikawa mbaya, akaambia oa mke. Tena alipoenda hali ikawa mbaya, akaongeza wa nne. Hadithi hii ni maarufu sana, hata mashehe wanaitumia. Lakini hadithi hii ni dhaif, ni hadithi ambayo haina mashiko kwa mujibu wa wanasayansi wa hadithi kina Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah. Ni hadithi dhaif, haina maana, haina mashiko, kwa sababu isnadi yake ina mashaka, haina usahihi wote ule. Kwa mnashikilia hadithi dhaifu kufanya maamuzi makubwa kama haya, jambo ambalo linasikitisha sana. Lakini pia kuna kisa cha Sayyidina Abubakar kwamba aliwaambia mafukara waozeshwe, Allah atawatajirisha. Alikuwa na pointi wale ambao hawana hata mke kabisa ndo waozeshwe, sio kuongeza. Viko visa vingi vya kuelezea hili, lakini kwa kuwa matamanio ya wengi hapo juu, hawezi kuelewa. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo sahaba wake huyu Abu Huraira radhiallahu anhu. Hakuwa na uwezo wa kujimudu matumizi yake. Abu Huraira wakati wanahamia Madina na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilala nje ya msikiti wa Mtume pale kibarazani, analala pale. Hali ngumu, analala pale muda miaka nenda, mpaka alipoanza kufanya vibarua kwa binti Utba radhiallahu anhu. Anafanya kazi pale kibarua apate chakula tu basi, apate tu msosi. Lakini baadaye alipokuja khalifa nani huyu Ali, kitu kama Ali, yes, alipokuja khalifa huyu akampa Abu Huraira uongozi pale Madina, governor. Baada ya kuwa governor wa Madina, Abu Huraira akaenda kumuoa yule bosi wake aliyempa kazi kipindi ana njaa. Akaenda kumuoa kwa sababu uwezo alikuwa shaupata. Hatuwezi kuondoa swala la uwezo katika kuongeza ama kumiliki familia nyingi, na hata familia moja pia inataka uwezo, ila kuongeza familia nyingine kali ya kuwa uwezo wako sio wa uhakika, utatengeneza madhara. Hayo ndio Qur'ani inatuelekeza. Sasa nini ambacho kinapelekea haya yote kutokea? Haya ya uwezo, haya madhara na kadhalika. Ni nini ambacho kinapelekea haya yote kutokea na wanaume kuwa wabishi? Ukweli ambao haupingiki, wanaume Waislamu katika hizi zama hizi hatuna elimu ya zama za mwisho. Hatumjui Masihi Dajjal. Hichi kipindi hatumjui Dajjali ni nani na anafanyaje kazi, na wala hatujui hizo fitina zilizosemwa atazieneza ni fitina gani na zitaenezwa sehemu gani. Leo Dajjali kashambulia engo tatu: kashambulia uchumi, kashambulia elimu, kashambulia afya. Sheikh wangu Imran Hussein Allah muhifadhi anasema mijini humu leo duniani tuseme kumejawa na wanyama wengi sana. Dajjal kashafanikiwa kuwageuza watu kuwa wanyama, kwa sababu wana nyoyo hawatafakari, wana macho hawaoni, wana masikio hawasikii. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema Masihi Dajjal atakapokuja hapa duniani, atakuja kipindi ambacho watu hawamzungumzi kabisa. Watu wale watakuwa vipi hawamzungumzi? Dajjal atawafanyia nini watu wale mpaka wasimzungumze? Kwa sababu bila shaka kuna kitu Dajjal atakifanya kitakachopelekea watu wale wasimzungumze. Sio rahisi tu.
Kwa mujibu wa elimu ya zama za mwisho, Dajjal ili aje, kwa sababu Dajjal, kumbuka, yeye ni jasadi, ni mwili usio na roho. Kwa mtu yote ambaye ana roho, ana imani, mtu yote ambaye ana imani ana uwezo wa kumuona Dajjal na fitina zake zote. Kwa Dajjal, in order kwa Dajjal kuweza kuwatawala watu na kuingiza mitihani yake isionekane, analazimika kufanya mambo ambayo yatapelekea wale watu hawaue imani zao na hata akili zao zisiweze kufikiri. Dajjal aliplay part yake sehemu hizi tatu. Mfumo wa elimu, cha kwanza, mwaka 1500 kwenda 1600 kulizinduliwa rasmi mfumo mpya wa elimu ambao Dajjal na watu wake, majeshi yake ya Yajuj wa Majuj ndio walioliasisi. Huu mfumo ndio huko mpaka leo wa secular education. Mwaka 1902 ukapata maboresho kutoka kwa Juja huyu bwana John D. Rockefeller. Akafanya maboresho yake na kuprogramu mfumo wote mpaka ambao leo tuko nao. Ni mfumo ambao haukutaki ufikiri, haukutaki uwe thinker katika mambo ya imani, unakutoa katika imani. Hiyo ni ya kwanza. La pili, Masihi Dajjal akachezea mfumo wa uchumi, kwa sababu ili uweze kuwa control watu, shikilia uchumi. Dajjal mwaka 1944 kupitia wafuasi wake, kwanza kabla ya mwaka 1944 mpaka kabla ya mwaka 1970, uchumi ulikuwa unaaminika kwamba ni gold standard. Dhahabu na silver ndio zilikuwa zinaaminika kama ndio fedha, na watu walikuwa hawakumbwi na changamoto. Lakini kuanzia mwaka 1971 Dajjal na Juja wakapiga marufuku, hakuna kutumia tena dhahabu kama ni fedha tena. Kutokea hapo wakaunda mfumo wao wa fedha za makaratasi. Kutokea hapo fedha za makaratasi ndio hizi tulizonazo leo, fiat money tunazo mpaka leo. Uchumi wa fedha za makaratasi, ambazo katika Uislamu pesa inapaswa kuwa ina thamani halisi. Pesa haiwezi kushuka thamani katika Uislamu. Pesa haishuki thamani. Ndio uchumi ambao waliutumia maswahaba. Ndio maana wao hawakuhaha kwenye kulea familia nyingi. Pesa inatakiwa ili iweze kuwa pesa yenye thamani. Hata kama leo gunia la mchele ni 100,000, hata kama ukapita miaka 100, inatakiwa ile pesa iweze kununua gunia la mchele kwa ile 100,000. Hiyo ndio pesa. Lakini pesa ya Dajjali haina thamani ndani ya pesa, bali thamani ipo kwenye mdomo wa mtu. Kwa pesa inabadilika kutokana na mazingira ya mtu. Kwa unaweza kaambiwa leo gunia la mchele 100,000, baada ya miaka 5 mbele likawa 400,000. Kwa sababu wanasema mabadiliko yametokea. Sasa katika hili Waislamu wengi hawajui hilo, kwamba uchumi wetu umekuwa attacked. Uchumi umekuwa umeshambuliwa. Hawalijui hilo. Kwa mazingira kama haya ya uchumi wa sasa hivi, yanamfanya masikini aendelee kuwa masikini, tajiri aendelee kuwa tajiri, kutokana na mfumo wa riba uliomo ndani ya system ya fedha. Nitaandaa darasa yake maalum siku tuizungumze. Sasa sehemu ya pili ni uchumi umeshambuliwa na watu wengi hawajui. Watu wengi tumekuwa ni masikini ambao hatujui kama ni masikini. Sehemu ya tatu ambayo kashambulia ni upande wa familia. Dajjal anajua ili aweze kupofusha kizazi na familia zijazo, anadili na familia, ndoa. Naposema familia inamaanisha ni ndoa, mke, mume, watoto. Huku ndiko ambako yeye anadili napo. Anadili napo kivipi? Leo mwanamke, Qur'ani imesema asipitie dhiki, asipitie shida. Wanamume, kutokana kwamba uchumi ni changamoto kwa leo hii, nazungumzia wale ambao wanaenda kuongeza familia, sio wale ambao wana familia moja. Unapokwenda kuongeza familia hali yako uchumi wako ni tetere, hauko stable, lazima utaleta madhara kwa familia iliyoko ndani. Familia iliyoko ndani ikileta madhara, mwanamke kama tulivyosema, ukimletea madhara hata yeye mwenyewe akili yake itakuwa haiko vizuri. Kwa hata kwenye kulea watoto hatolea vizuri. Matokeo yake
watoto wanaharibika, kwa sababu aidha mnaweza mkaja mkaachana, na wengi leo wanaachana. Kwa hiyo familia, watoto wanaharibika. Wale watoto pia wataja kuoa au kuolewa, nao pia wataendeleza ule uharibifu. Ndio target ya Masihi Dajjal. Lakini pia kwa wanawake pia Dajjal akapeleka kitu kinaitwa feminist revolution. Kwa baadhi ya wanawake wengi sana leo wamechukuliwa na fitna hii, kwa kutaka mambo ya haki sawa kwa wote, kwa kutaka usawa na waume zao. Wengi sana wamebebwa na fitna hii. Lakini wachache ambao wamenusurika, vumbi la fitna hii limewapata. Qur'ani imeelekeza mwanamke ili uwe bora ni ukubali kuwa chini na kuwa simple kwa mume wako. Lakini Dajjal anakuambia la, hapana, hautakiwi kuwa chini ya mume wako. Wewe na mume wako inabidi muwe mnagombana, mnapandishiana sauti. Kuna baadhi ya wanawake wana vumbi hili limewapata, na mwanamume inabidi aweze kuhandle hilo. Ndio sifa ya kuwa kiongozi. Alihandle hilo kwa familia yake. Kwa Dajjal kashambulia hizi engo tatu ambazo ni muhimu sana katika kujenga muhimili wa familia. Elimu, uchumi, ndoa ni muhimu sana. Ndiko anakodili napo hapa. Kuhakikisha kwamba anazaa familia zinatoa watoto boggers ambao hawana uwezo wa kuthink, hawana thinking capacity. Nini kifanyike kwa wale ambao mnataka kuongeza familia, wake wawili, watatu mpaka wanne? Na wale ambao mpo na mke mmoja kama akina sisi ambao uwezo kidogo hauruhusu. Nini kifanyike kwa wale ambao wanataka kuongeza familia? Katika zama za mwisho hizi, Masihi Dajjal kawachukua watu wote nje ya miji ambao ni miongoni mwa ishara za kiyama. Mtume anasema pindi mtakapoona watu wa mashambani wanamiminika mijini, dalili ya kiyama. Kawachukua watu wote wa nje ya miji, katurundika hapa mjini. Alafu katuletea huduma zote hapa, maji, umeme, chakula. Alafu pakaundwa kitu kinaitwa fedha, ndio kiwe kina control mambo yote haya. Ili uwe na pesa, ili uweze kupata maji uwe na pesa, ili uweze kupata chakula uwe na pesa, ili uweze kupata mavazi uwe na pesa. Alafu hiyo pesa yenyewe thamani yake wakaiondoa, wakawa wanaimiliki wao. Kwa wao wanaamua tuwaendeshe vipi, kwa sababu anayeshikilia uchumi ndiye anayeendesha watu. Tuwaendeshe kwa namna gani? Wanatuendesha vile ambavyo wao wenyewe wanataka hapa mjini. Kwa mujibu wa elimu ya zama za mwisho kwa sisi hapa na mwalimu wangu hata Sheikh Imran, kwa hali za mjini, Muislamu yoyote, hata mke mmoja au wawili au watatu, hasa hapa nawazungumzia wake wawili, sababu mke mmoja anaweza kuvumilia. Ili uweze kuishi na wake wawili watatu hapa mjini, panazingatia vitu hivi viwili. Lazima uwe na uwezo wa kiuchumi ulio strong. Kuna watu wana biashara zao, kiasi kwamba hata akifa leo warithi wake wanajitosheleza kujishika. Huyu hata kama akipanga sio shida, sababu ana uwezo mkubwa wa kibiashara mkubwa sana. Lakini naamini kwamba wengi ambao wana uwezo mkubwa wa kibiashara huwa hawapangi, wanajenga. Kwa mtu ambaye ana uwezo wa kiuchumi sio shida. Ndio maana kuna mtu aliposti hivi karibuni amewanunulia wake zake magari, wake watatu. Ila kuna wanawake walikuwa wanaomba wawe wake wanne, jambo ambalo ni nadra sana kwa mwanamume ambaye hana uwezo. Kwa hiyo ili uweze kucontrol familia vyema, make sure uwezo wako wa kiuchumi unakuwa strong katika hizi zana. Lakini option ya pili ni uende utoke mijini, uende nje ya miji, kando ya miji huko. Nenda huko kafanye biashara ya shughuli za kilimo na ufugaji. Hizi mbili hizi ambazo hazina inflation, hazina kushuka wala kupanda. Nje ya miji kuna utulivu. Ukijishughulisha na kilimo kule, ufugaji kule, nyumba kule kujenga pia ni simple. Unaweza kujengea wanawake nyumba wawili, watatu mpaka wanne bila shida. Jenga nyumba kule, sio shida.
kule ni simple, na mimi tunakubaliana hilo kwamba kuwa kule ni simple, hakuna ugumu wowote. Una uwezo wa kujenga nyumba zako, maisha kaenda kule, no problem, simple tu. Maisha ya bush mara nyingi yanakuwa simple. Kwa kama unataka kuongeza familia kwa mjini hapa, lazima make sure una uwezo wa kiuchumi ulio strong, umewekea wanawake makazi ya uhakika, kwa sababu nyumba za kupanga sio makazi ya uhakika. Watengenezee makazi ya uhakika familia yako. That's all. Lakini kujenga pia sio sababu. Wapo ambao wamejenga na bado maisha ni magumu kwa walio wake wengi. Uchumi ndio the main target kipindi hichi. Tufahamu kwamba uchumi Dajjal kaushambulia. Kwa the way kwa ajili ya kusurvive fitna hii ya Masihi Dajjal, walimu wetu wanatuelekeza ni kutoka nje ya miji ili uweze kupata urahisi. Lakini hata ambaye unakaa mjini, jitahidi usiende na mfumo wa maisha wa ghali sana. Nenda kidogo medium. Sio kama wish maisha ya kimaskini sana. Kuna kipindi kidogo unafurahi, kuna kipindi mnajibana. Usiende pupa ukataka kila kitu wewe unacho. Kwa hayo ndio ambayo mimi nashauri kama solution ili kuepusha madhara. Baki na mke mmoja kama uwezo wako sio strong. Lakini pia lipo la kujifunza kwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Katika kipindi hichi cha zama za Jahilia, kuna mengi ya kujifunza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuoa Bi Khadija radhiallahu anha, aliishi naye pale Maka kwa zaidi ya miaka 25, miaka 20 na plus, yes. Hakuongeza mke, japo alikuwa na uwezo wa kiuchumi, kwa sababu Bi Khadija alimpa mtume mali. Ila mtume hakuweza kuongeza mke mwingine kwa wakati wote huo, wakati ambao wenyeji wa Maka walikuwa wakiwa hamna idadi ya kuoa, hata wake 10 wanaoa. Kuna maswahaba wamesilimu wanawake 10. Ila waliokuwa wanaoa wake wengi hivi walikuwa na uwezo mkubwa wa kiuchumi. Sipati picha kama wanaume wangekuwa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam Bi Khadija, kama wasingeoa wanawake 20. Wewe mtaa mzima ungejaza. Wewe mali umepewa bure na mwanamke. Mwanamke amekugea mali bure. Wewe. Lakini mtume hakufanya. Kwa sababu gani? Katika zama za Jahilia tunafundishwa kujizuia. Jizuie. Lakini itakapokuja daula tulislamia, swala la kuoa wake wanne linakuwa ni kama wajibu sasa. Kwa sababu uchumi wa Kiislamu upo, hauna inflation, hauna mfumuko wa bei. Lakini pia maadili ya Kiislamu yanalazimishwa maeneo hayo. Kwa hiyo ni rahisi mno kuweza kuhandle hilo. Kwa hiyo ndugu zangu, ninapozungumza swala la ndoa ni moja kati ya masuala muhimu sana. Tusiachukulie simple wala kuachukulia poa. Hauna uwezo wa kuhandle kiuchumi, baki na mke mmoja. Una uwezo wa kiuchumi, unataka kuongeza mke, ongeza. Hiyo sio shida. Sababu uchumi utakufanya uweze kuwahandle wale, usiwatie katika madhara wala dhiki. Hawezi kuwapatia changamoto yote. Ila kama huna uwezo wa kuhandle hilo, baki na mke wako mmoja. Tengeneza maisha ya familia yako, watengenezee uhakika ama watosheleze warithi wako katika kuandalia makazi ya kudumu. Ukimbie nyumba za kupanga, uchumi wa uhakika kiasi. Kuna ile una nyumba na kabiashara kako sio kubwa sana, ila kakatikati hapa unapata kidogo. Safi sana. Hiyo nzuri. Yes. Kwa hiyo tufanye hivyo ndugu zangu ili tuweze kunusurika hichi kipindi. Sina la ziada kwa leo. Tukutane katika kipindi kijacho kuhusiana na ndoa za Kiislamu katika zama za mwisho. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.